Haleluya. Ona sheria, yani mambo mazuri yakitokea wanayapeleka kwa shetani. Uponyaji ukija ni wa shetani. Uponyaji, muujiza wote, mtu anatembea wa shetani. Mtu akibarikiwa amefunguliwa, wanampa shetani. Ona sheria. Na wanaosema sio wapagani hao, unawaita wapagani. Wala sio. Wanaosema ni hao unawaita Pentecoste. Hao si Mafarisayo. Hao ndio wanaosema. Wala wanaokuhukumu sio wale. Kwa nini tusiseme mapagani yako makanisani? Kwa sababu kama muujiza unampa adui, ni wapi sasa shetani kama alikuwa amechukua nafasi mpaka kanisani una muujiza yote inaonekana ni shetani amepona mgonjwa shetani. Wakijitahidi wamekuongelea vizuri, amechonga. Amefanya nini? Wanatumia kauli gani? Amepangwa. Wakiona ameshindwa kusema huko, ameshasema kote huko kwamba hiyo ni nguvu ya giza. Hiyo wanaingia kusema amepangwa. Sasa basi wewe unayesema tuonyeshe ambaye hujapanga. Ndio. Amina. Sionyeshe. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tungekuwa tunaishi neema, tusingeweza kusema hayo. Amen. Tungeonyesha uwezo wa Mungu zaidi. Kila mtu angeendelea kuishi neema, angeonyesha uwezo zaidi ya mtu mwingine. Amen. Watu waanze kumwona Mungu kwa sisi watu wa Mungu. Tuliookoka sisi tungeonekana tofauti. Amen. Kwa sababu hata maisha ingekuwa tofauti. Amen. Na uponyaji tofauti. Amen. Mtu mwingine akimbia kwa waganga, sisi tunapotea kwa Yesu. Amen. Watu wote wangekimbilia wapi? Kwa Yesu, hata bila kuhubiri injili barabarani. Sasa leo kila siku tu mikutano, mara nakwambia kama ni kuhubiri habari njema, redio zinaendelea kuhubiri. Kwenye mabasi, kwenye daladala, sokoni. Sasa kuonyesha kwamba hii habari hivi ni njema kweli. Mtu anahubiri akimaliza anapewa nyanya masalu. Wanampa na viazi vitatu, wanampa na ndizi, amehubiri. Alafu unapokea na unayemhubiri jina uliotaja kwanza ni mkuu.